kusapoti utamaduni, sanaa na michezo kama ambavyo wizara jina la wizara lilivyo na shughuli zake wanazozifanya. Kwa sababu tumemwona mara kadhaa akienda kwenye matamasha mbalimbali yanayohusiana na masuala ya utamaduni, sanaa na michezo, lakini pia flow ya fedha kuelekea kwenye wizara hii ni tofauti kuliko miaka mingine yoyote ya nyuma. Tukiangalia flow ya fedha, watu ambao mnafuatilia mwenendo wa bajeti kwa mwaka baada ya mwaka. Na najua ni kwa sababu pia kuna msukumo mkubwa wa AFCON, na najua pia hata mkiniuliza katika lobbying, tunamfahamu Mheshimiwa Rais ni miongoni nafikiri lobbyist namba 1 kwenye mambo ambayo mbalimbali ya kidunia na ya kinchi, ya kikanda kwa maana Afrika. Nafikiri hata sababu mojawapo ya kuleta AFCON Tanzania ni pamoja na ushawishi wake kwenye nafasi hiyo. Lakini pia nimpongeze wasaidizi wake, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, kwa sababu wanakimbizana kutuhakikisha kwamba nchi inaenda especially kwenye masuala ya utamaduni, sanaa na michezo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nafikiri wizara nimewapongeza hapo, lakini najua kwa sababu wabunge wengi wameshazungumza pia kuhusiana na mienendo ya vilabu vyetu, na kwa mfano upande wa Simba na Yanga na sehemu nyingine na vilabu vingine of course, kwa sababu kuna vilabu vingine vyetu vitambue. Sasa niwapongeze na niwaombe sana muendelee kuwa waadilifu, kwa sababu sisi tunaamini serikali ndio balancing. Kila watu ni washabiki kwenye vilabu vyao vya Simba au Yanga ama Azam na timu nyingine, lakini serikali ndio balancing. Kwa hiyo tuwaombe muendelee kuwa waadilifu kwenye eneo hilo. Mnajua kila mtu anajua wajibu wake na majukumu yake. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu ya uchache wa muda nitajielekeza kwenye hoja moja tu. Mradi namba 6505, ujenzi wa kiwanda na ununuzi wa mitambo ya uchapaji wa magazeti ya serikali TSN. Ukifuatilia taarifa ya kamati, wameshauri baadhi ya vitu ambavyo pia vinaweza vikashtua watu. Kwa nini tumeshauri kwamba mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali aende akapitie pale TSN aone kuna changamoto gani ilitokea. Lakini mimi nitaeleza kwa ufupi sana ili muelewe kwa nini tumesema kwamba waende wakakague. Tuna wasiwasi kuna kitu hakiko sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza mradi una maeneo mawili. Kuna upande wa ujenzi wa kiwanda, eneo la kwanza. Eneo la pili ni ununuzi wa mitambo na vifaa kwa ajili ya kuendesha kiwanda cha TSN, kuendesha mradi wote wa TSN. Kwa upande wa kwanza kwenye ujenzi, tarehe 7 Juni 2023 TSN ilisaini mkataba na kampuni ya Group 6 International ambao walipewa kazi ya kujenga nani hilo jengo ambalo ndio kiwanda tunachokizungumza, ambao ulikuwa na takribani bilioni 3.8 na malengo na mkataba ulikuwa unaeleza kwamba ndani ya miezi 6 wao wameshamaliza kujenga jengo, yani structure iwepo ili kiwanda kianze kufanya kazi cha TSN. Lakini mpaka ninapozungumza, kwa ukiangalia hapo hesabu kuanzia Juni ilitakiwa Novemba wakabidhi jengo. Lakini mpaka ninapozungumza jengo halijakamilika Mheshimiwa Naibu Spika, na halijafika 50%, na tumeenda kamati kukagua, lakini bado kuna changamoto. Lakini kwenye kitu ambacho kimetushtua sana ni kwa sababu mimi mwenyewe sijawahi kuona kwenye maisha yangu tu hata ya ujenzi. Kila mtu hapa anajenga, tunafahamu. Huwezi kununua furniture kabla hujamaliza kujenga. Lakini TSN wamenunua mitambo, ambayo pia eneo la pili nilisema ni ununuzi wa mitambo. Wameshanunua mitambo 78%, jengo halijafika 50%. Mitambo tunavyozungumza hapa sasa hivi, wamekodi godown. Lile godown limewekwa pale, wanawasha AC full time, kwa mwaka wanalipa milioni 45 kwa ajili ya kupuliza ile mitambo isiharibike. Na hiyo mitambo imeshafika. Ilikuwa mradi unasema kununua mitambo 7. Wameshaleta 7, 5 imeshakombolewa bandarini, lakini 2 bado iko bandarini. Tunavyozungumza Mheshimiwa Naibu Spika, bandarini kuna mitambo ya shilingi bilioni 6.9. Hatujui na hali gani, kwa sababu hatukufika bandarini kukagua miradi ambayo iko mitambo ambayo iko bandarini, mashine zile za uchapaji. Lakini ambayo iko pale ambayo ni mitambo 5, Mheshimiwa Naibu Spika, imegharimu bilioni 15. 15.3B wameiweka pale, ambayo iko kwenye godown pale. Kuna gharama za uendeshaji za kutunza ile eneo, kuna gharama za kodi tunalipa. Na tangu ukiangalia hii kununua mitambo ilikuwa 2022, pamoja na kwamba najua ile ni special order. Kwa hiyo ile mitambo ilitengenezwa kwa ajili ya kufidi mahitaji ya kiwanda chetu. Najua kwamba ilibidi watoe ndio maana tumesaini 2022, alafu imeanza kuletwa mpaka sasa hivi 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, sijawahi kuona hiki kitu. Ndio maana tunaomba Mheshimiwa CAG akaangalie pale. Tunajua kuna mambo yanaendelea, na yule mama pale ana mwaka sasa hivi. Yeye kabla hata hajaingia yule mkurugenzi mtendaji wa pale TSN, hayo mambo yalishatufanyika huko nyuma. Sasa sijui kama hii serikali iko namna gani, kwa sababu kwanza unaweza ukashangaa kwamba mitambo iko pale ni mitambo ya serikali. Serikali ni moja hii. Kwa nini mitambo baada ya kuiweka pale kutumia gharama kuilinda na kuihifadhi ili siharibike?
Kwa nini usingepeleka kwenye entity nyingine ya serikali ambayo inafanya printing? Kwa sababu Mheshimiwa Naibu Spika, hii TSN tunavyozungumza ndio tulisema tutengeneze kiwanda cha uchapaji ili hata kulinda nyaraka za serikali zisizo zinachapishwa kwenye makampuni binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, TSN bado inatumia makampuni binafsi kuendesha shughuli zao za media, za kiuandishi na uchapaji, wanalipa makampuni kuprint taarifa zao, lakini pia manake tunapoteza pesa. Tukiweka hiki kiwanda tuna uwezo wa kuokoa 60% ya gharama za uchapaji wa taarifa zinazozalishwa kwenye magazeti ambayo yako TSN, magazeti ya serikali tunafahamu, nafikiri Daily News na magazeti mengine. Kwa hiyo niwaombe sana, najua tulishazungumza pia kwenye kamati, tuwaombe sana wizara, tunaomba muokoe, kwa sababu hizi ni fedha tunazozungumza ni fedha za Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, hizi figures nimetaja kwa sababu ununuzi wa mitambo pekee yake ni bilioni 23 full, na kwenye ujenzi inakwenda bilioni 5 kwa sababu kuna pati ya kwanza ya ujenzi na pati ya pili ya kuweka infrastructure za maji na umeme. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kila kitokea waziri mpya anapelekwa pale kwenda kukagua lile godown pale, lile jengo limebaki pale White Elephant. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kiti chako na viongozi ambao wanasikiliza, hebu tumieni busara, pelekeni flow ya hela iwe nzuri pale, mwende mkamalize lile jengo. Malizeni lile jengo, ile mitambo ianze kutumika. Kama haiwezekani basi pelekeni kwenye entity nyingine ya serikali ambayo inafanya printing ili ile mitambo ikatumike, kwa sababu hizo fedha ni za walipa kodi wa Tanzania. Na tunaongea hivi kwa uchungu sana kwa sababu tumeenda kuona pale, Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa hiyo nitaka nizungumze hivyo, lakini pia cha mwisho niwapongeze sana TFF kwa sababu tulienda kukagua one of the sports academy, vituo vya michezo viwili, kimoja wapo Tanga na Kigamboni. Tumeona vijana waliopita pale wameshinda kwenye michezo mara 2 under 15, vijana wadogo under 15, na tumeona. Kwa hiyo tunaomba pia serikali iendelee kuona umuhimu wa kuanzisha sports academy, kwa sababu pia tuna miaka miwili kwenda kwenye AFCON. Pengine tutasaidia pia kukuza vipaji, na pengine hata sisi watu wa Ikungi tunaweza tukapata pia sports academy, na pengine tunaweza tukapata pia kiwanja cha riadha, kwa sababu najua sisi watu wa Singida tunakimbiza upepo sana. Ndio maana mnaona hata Alphonse Simbu ameshinda kwenye mashindano ya Boston juzi. Ninakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kuunga hoja ya kamati mkono. Asante. Mheshimiwa Rashid Abdalla, jiandae Mheshimiwa Gulamali. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kupata fursa hii. Lakini kwanza ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya